Mpenzi mtazamaji wa CPT TV, karibu katika kipindi chetu cha Mwanataaluma na Kanisa. Na hii leo tunakuletea mada isemayo umuhimu wa utume wa wasomi wanataaluma katika kazi ya kichungaji na umisionari Tanzania. Na hapa tutazungumzia mambo mawili. Kwanza kabisa tutafahamu utume wa CPT na kisha mafundisho ya kanisa yanasema nini kuhusu jamii. Tuanze kwa kujiuliza, ama wengi wanajiuliza kuwa CPT ni nini? CPT ni ufupisho wa Christian Professionals of Tanzania, yaani umoja wa wasomi wa taaluma wa Kristo Tanzania. Na je, wasomi ni watu gani? Wasomi ni watu walioelimika, wenye kutafuta maarifa na wenye uwezo wa kuchambua mambo, kufanya maamuzi na kutenda kutokana na maarifa na maamuzi waliofanya, yaani methodolojia ya kuona, kuamua na kutenda. Je, utume wa wasomi katika kanisa una umuhimu gani? Mungu amelipa kanisa jukumu la msingi la kujenga ufalme wake hapa duniani kwa kutangaza Injili na kuiweka hai katika misukosuko na vurugu za maisha yetu ya jamii. Walei na waklero wanapaswa kushirikiana kutekeleza jukumu hili kwa mujibu wa mtaguso wa pili wa Vatikani na ujumbe mkuu wa kanisa la kisinodi. Kwa hiyo, wanataaluma katika kanisa wana nafasi ya pekee ya kutumia vipaji na maarifa yanayotokana na kazi zao za kitaaluma kusaidiana na waklero kutekeleza jukumu hili kubwa. Utume wa wanataaluma wa Kristo Tanzania, Christian Professionals of Tanzania, wana nafasi ya kipekee katika jukumu la kutakatifuza malimwengu. Kwa nini tunazungumzia utume wa CPT? Kanisa lina jukumu sio tu kuwalea waumini wake kiroho, bali pia kuchangia katika ustawi wa jamii. Majukumu haya yanahitaji msaada wa kitaaluma, hasa jukumu la kutafuta ufumbuzi wa changamoto na ustawi wa jamii. Ni muhimu sana utume huu ukaeleweka vizuri sana hapa, ili kujua ni namna gani unavyoweza kutumika kukabiliana na changamoto za kanisa za sasa na hata za wakati ujao. Baadhi ya changamoto za kanisa za sasa ni pamoja na kuendelea kumomonyoka kwa maadili katika jamii, lakini pia kanisa kukosa ujasiri wa kutosha na kusimamia mafundisho yake kuhusu jamii, yaani zile tunu muhimu za mafundisho yake ya haki, ukweli, upendo, uhuru na kanuni msingi za mafundisho, yaani human dignity, common good, subsidiarity na solidarity. Kanisa kuonekana miongoni mwa jamii kama chombo kinachofuata upepo wa kisiasa na mashinikizo ya kisiasa, kijamii na kitamaduni na wakati husika. Kanisa kushindwa kukemea dhuluma na maovu katika jamii, hata wakati mwingine kuwa upande wa dhuluma. Kanisa kuendelea kupoteza uhalisia wake, yani relevance katika maisha ya kawaida ya watu. Na sasa tuangazie mafundisho ya kanisa kuhusu jamii yanasema nini? Mafundisho ya kanisa kuhusu jamii yanatupa mwongozo na kanuni msingi za maisha yetu katika jamii, na ndio mwongozo mkuu wa utume wa CPT. Mafundisho haya yanalisaidia kanisa kutekeleza jukumu lake la msingi la kujenga ufalme wa Mungu hapa duniani na kufanya kanisa kuwa halisi, yani relevant, katika maisha yetu ya kawaida mitaani. Pia mafundisho haya ni kiini cha uinjilishaji na ni rejea muhimu katika kutangaza mpango wa Mungu hapa duniani. Kuna muunganiko mkubwa kati ya uinjilishaji na ustawi wa jamii. Rejea kitabu cha mkusanyiko wa mafundisho ya kanisa kuhusu jamii, aya ya 66. Mafundisho yanatukumbusha kila wakati kwamba jukumu la kujenga ufalme wa Mungu hapa duniani na kudumisha umoja wetu kama jamii limejengeka katika kuheshimu maisha na utu wa kila mtu kama Mungu alivyotuumba. Pia rejea aya ya 132 katika kitabu cha mkusanyiko wa mafundisho ya kanisa kuhusu jamii. Bahati nzuri, Mungu ameweka kila binadamu ufahamu au dhamiri inayomwezesha kutambua mambo mazuri ya kufanya ili kuheshimu na kulinda utu wa kila mtu. Hii inaitwa sheria ya asili, yani the natural law. Na sheria hii ya asili ndiyo inayotusaidia kuunganisha jamii na kufuata kanuni za msingi pamoja na tofauti zetu mbalimbali za kitamaduni na kijamii, na wala
haifutiki kwa matendo mabaya ya binadamu au udhaifu wetu kama binadamu. Pia ukirejea aya 141 na aya 142 ya kitabu kile cha mkusanyiko mafundisho ya kanisa kuhusu jamii, yote haya yamezungumziwa. Kwa maana hii, Mungu ameumba binadamu kama kiumbe cha jamii anayepaswa kuishi kwa ujirani mwema na wengine. Kwa hiyo, tunaweza kusema kwamba kuwa na mahusiano mazuri katika maisha ya jamii ni agizo la Mungu, na hii ndiyo jambo kuu linalotofautisha binadamu na viumbe wengine. Ukirejea aya 149 ya kitabu kile cha mafundisho ya kanisa kuhusu jamii. Aidha, asili hii ya maisha ya jamii kwa binadamu na haja ya kuheshimu na kulinda utu wa kila mtu inatambulika kimataifa katika tamko la haki za binadamu. Ukweli ni kwamba chimbuko la tamko la kimataifa hili la haki za binadamu ni utambuzi wa haja ya kuheshimu na kulinda utu wa kila mtu. Pia ukirejea aya 153 ya kitabu hichi cha mafundisho ya kanisa kuhusu jamii limezungumzia haya. Majukumu ya wanataaluma kwa mujibu wa mafundisho ya kanisa kuhusu jamii ni kama yafuatayo. Kwa kifupi, wanataaluma wa Kristo wana jukumu la msingi la kutakatifuza malimwengu kwa kutumia utaalamu na vipaji walivyopewa na Mwenyezi Mungu, kwani wao ni sehemu ya jamii katika maisha yao ya kawaida. Wasomi wa Kristo wana wajibu wa kusaidia kuinjilisha na kufanya ujumbe wa Injili wa uhuru, ukweli, haki na upendo kupenya katika maisha ya jamii na sera za umma kwa ujumla. Kama sehemu muhimu ya utume wao, kama wabatizwa, wanataaluma wanalazimika kukubali kubeba jukumu la uongozi katika kazi ya kusaidia jamii yetu kutekeleza wito wa Mungu wa ukombozi na kutuweka huru na maovu, taabu, rushwa na mambo mengine ya kumwasi Mungu. Ni lazima wanataaluma wabebe jukumu la kuunganisha maoni tofauti katika jamii na maslahi tofauti ya watu na kutafuta tofauti hizi kama nyenzo mojawapo ya kuboresha ustawi wa jamii. Kwa maana hii, ni wazi kwamba wasomi wa Kristo wanapaswa kujifunza kwa undani na kutafuta uelewa mzuri wa mafundisho ya msingi ya kanisa kuhusu jamii na kutafuta maarifa zaidi ya kuyaishi mafundisho haya. Na si hivyo tu, wanapaswa kwenda mbele zaidi na kuchukua jukumu la kueneza ujumbe wa mafundisho haya, kuendelea kutafakari kwa kina na kutafuta mbinu za kusaidia jamii ili ziweze kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Changamoto kubwa ni kwamba mafundisho ya kanisa kuhusu jamii hayana hamasa kubwa katika jamii yetu na hata ndani ya kanisa, wakleri na walei. Kwa hiyo, kuna umuhimu wa pekee wa kuendelea kutilia mkazo jukumu hili kubwa la walei na hasa wanataaluma walei la kueneza mafundisho haya na kusaidia jamii kuyaishi katika mazingira halisia ya jamii yetu ya Kitanzania. Ni vizuri pia kuelewa kwamba sehemu kubwa ya mafundisho ya kanisa kuhusu jamii inatoka katika sayansi na sayansi jamii. Ukisoma aya ya 78 katika kitabu kile cha mafundisho ya kanisa kuhusu jamii imezungumzia haya. Aidha, mafundisho haya yanaashiria kazi ya kuweka mifumo ya usimamizi wa ustawi wa jamii kama siasa, uchumi na majukumu ya kiutawala ambayo ni mambo ya kiraia yanayowahusu zaidi walei. Pia ukisoma aya ya 83 katika kitabu kile cha mafundisho ya kanisa kuhusu jamii yamezungumziwa haya pia. Jukumu hili la walei linatokana na sakramenti za ubatizo, kipaimara na ekaristi, ambapo ukisoma aya 542 katika kitabu kile cha mafundisho ya kanisa kuhusu jamii limezungumzia haya pia. Hii ndiyo maana halisi ya kutakatifuza malimwengu, yaani walei kuchukua jukumu la kueneza ujumbe wa Injili kwa kutafsiri ujumbe wa Mungu na kuishi maisha ya ushuhuda kwa kutenda kazi zao za kitaaluma kufuatana na mpango wa Mungu hapa duniani. Soma aya 546 katika kitabu cha mafundisho ya kanisa kuhusu jamii. Ni wazi kwamba utume wa walei sio jambo la wakati mmoja. Ni kazi endelevu inayohitaji tafakari endelevu, busara na hekima na kuendelea kujitathmini kila wakati kama utume
unaenda kwa kadiri ya mpango wa Mungu. Muhtasari wa kanuni msingi za mafundisho ya kanisa kuhusu jamii na tunu muhimu. Kanuni msingi zinazotuongoza ni pamoja na kuheshimu na kulinda utu wa kila mtu, kutafuta maslahi ya wote na kuepuka ubinafsi, umoja na mshikamano, pia kanuni ya auni. Tunu muhimu za kusaidia utendaji wetu, yani social values and virtues to practice. Pia vile vile kusimama katika ukweli, speaking the truth, searching the truth. Kutumia uhuru wetu vizuri, responsible freedom, choose the right things to do and to avoid evil actions. Kutetea haki kwa wote, justice for all and avoiding exclusions of some, justice that is open to solidarity. Kudumisha upendo, love, the binding force that overcomes strife, tensions and intolerance. Mambo ya kuepuka, yani social vices. Upendeleo katika mgawanyo wa rasilimali, unfair distribution of resources, ubaguzi, discrimination and exclusiveness, kutokuwajali maskini na wahitaji wengine, carelessness toward the poor and vulnerable, rushwa na matumizi mabaya ya madaraka, corruption and abuse of power, matumizi mabaya ya fedha na rasilimali za umma, lakini pia kuficha ukweli, hiding the correct information, kufanya uchawa, flattering the powerful to obtain favors, kukosa ustahimivu wa kidini, religious intolerance. Pia tunaendelea kusisitiza kwamba kuna tabia moja Yesu amerudia katika mafundisho ya Injili ambayo hatuna budi kuipokea kwa dhati: kuwajali masikini, the preferential option for the poor. This option is a special primacy in the exercise of Christian charity to which the whole tradition of the churches bears witness. Second, the church's love for the poor is inspired by the gospel of the Beatitudes, Jesus' attentions to the poor of the material poverty, of spiritual poverty. Mpenzi mtazamaji, tumefikia tamati katika kipindi chetu cha leo. Hivyo basi, nakukaribisha kufuatilia kipindi kijacho kitakachozungumzia jinsi CPT ilivyotekeleza utume wake katika miaka 40 ya uhai wake na kazi muhimu zilizofanywa na utume wa CPT. Kwa taarifa zaidi kuhusu utume wa CPT, tembelea tovuti yetu ya CPT www.cpt.or.tz. Pia usisahau kusubscribe YouTube channel yetu na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata vipindi vyetu.